tunakwenda kuangalia kazi ambazo walikuwa wakizifanya mastaa wetu ambao kwa sasa wanasumbua katika masuala ya muziki na filamu. Ya kazi ambazo walikuwa wakizifanya kabla hawajatoboa katika sanaa. Ya bwana, bila kupoteza muda tumwangalie Lulu Diva. Lulu Diva kabla hajawa star kupitia masuala ya movie na muziki, Lulu Diva ashaikuwa Bamedi. Zeni hapa tunakwenda kumtazama JB Jacob Steven kabla tujamjua kupitia industry ya Bongo Movie. Mwamba ashaikuwa mfanyabiashara wa nafaka, yani alikuwa anauza mahindi, mchele, marage, yani hivyo bidhaa za nafaka. Ya bwana, tunakwenda kumcheki MC Pilipili. Ya MC Pilipili ashaikuwa mwalimu wa shule ya msingi huko kwao Dodoma. Kabla hajaja mjini Mwamba alikuwa teacher huko kwao. Ya bwana, tunakwenda kumtazama Mwamba kumuita Timburo. Timburo bwana, na yeye kabla hatujamjua katika masuala ya muziki, Timburo na yeye ashaikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Na kwa sasa Timburo yuko anafanya biashara zake, lakini pia ni mwanamuziki. Bwana, Jacqueline Wolper huyu bwana, before tujamjua kupitia katika masuala ya uigizaji, yeye alikuwa anafanya kazi saluni, yani alikuwa na saluni yake na alikuwa na seti wanawake. Unajua hizi saluni za wanawake. Kwa hiyo sasa aliweza kuingia katika masuala ya Bongo Movie na baadaye akaja akatoboa, na kwa sasa tunamjua kupitia masuala ya filamu. Bwana, tunakwenda kumtazama Alikiba bwana, huyu before hajaingia katika masuala ya muziki, yani hajazama ile kindakindaki. Alikiba bwana ashaikuwa mwanasoka, na hapo nyuma inasemekana kwamba Alikiba ashaye kusajiliwa na klabu ya Azam FC, lakini mwisho wa siku akaupa muziki mbele na soka akalieka pembeni. Bwana, tunakwenda kumwangalia Nandi. Nandi bwana, huyu ashaikuwa fundi cherehani, kwa sababu aliweza kurelease kazi hii kutoka kwa mama yake mzazi. Ashaikuwa fundi kushona. Nandi naye ashaikuwa fundi kushona, lakini baadaye Nandi akajikuta anaingia katika masuala ya tasnia ya muziki, na muziki umempa maisha mpaka leo hii Nandi tunamuona jina kubwa, superstar Nandi. Bwana, tunakwenda kumcheki Vanessa Mdee kabla hajawa msanii mkubwa. Huyu bidada ashaikuwa mtangazaji, na kazi hii ilimpa umaarufu sana, na baadaye akaweza kuingia katika muziki na akafanya muziki kwa miaka kadhaa, lakini baadaye akaja akaamua kuacha muziki, na kwa sasa anaishi zake huko Marekani akiwa na mpenzi wake Rotimi. Huyo ni Vanessa Mdee. Tunakwenda kumwangalia Mario bwana, kabla hatujamjua kupitia muziki. Mario ashaye kufanya kazi garage, yani Mwamba ni fundi mzuri sana wa magari Mario. Bwana, huyu badi huyu hatari sana, hata leo hii ukimpelekea gari yako anakutengenezea vizuri na unaasha zuto mwendo mdundo. Huyo ni fundi magari, ukipenda mwite Mario, ambaye kwa sasa anasumbua sana kupitia katika muziki wa Bongo Flava. Bwana, tunakwenda kumcheki Harmonize kabla hajaingia katika masuala ya muziki. Yeye alikuwa machinga pale Mwenge, alikuwa akiuza nguo pamoja na viatu vya wanawake, na baadaye akaingia katika muziki na muziki ukampenda. Mwisho wa siku Harmonize leo hii ni star mkubwa sana. Bwana, tunakwenda kumtazama Diamond Platinum. So tunafahamu kwamba Diamond Platinum amekulia Tandale, mitaa ya Tandale ile huko Swahilini bwana. Diamond kabla hajawa msanii mkubwa, before hapo awali alikuwa anauza nguo za mitumba huko kwao Tandale, na leo hii Diamond ni star mkubwa sana ambaye anasumbua katika kiwanda cha Bongo Flava katika ukanda huu wa East Africa, Mashariki na Kati yote. Ni miongoni mwa wasanii wakubwa Afrika kwa sasa, yani kitaja kina Davido, kina Burna Boy, kina Wizkid, uwezo kumwacha kumtaja star kutoka katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Namzungumzia Diamond Platinum ambaye zamani ashaikuwa muuza mitumba huko kwao. Sasa nafikiri umeweza kuona niko namna gani ambavyo binadamu tunatoka mbali. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye unatazama video hii, na kusiuendelee kupambana, hata kama mambo hayaendi, endelea kupambana na mwisho wa siku utafika ile nchi ya